Taarifa ya kushtua kumuhusu John Heche imeibuka usiku huu na kuzua taharuki na wasiwasi nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza kufika hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Mvutano wa kisiasa nchini Tanzania unaendelea kuchukua mkondo wa hatari baada ya tukio jipya kumuhusisha makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche, ambaye amesafirishwa ghafla hadi mkoani Mara kwa ajili ya kufunguliwa mashtaka mapya. Hatua hii imetafsiriwa na wachambuzi wa siasa kama sehemu ya mkakati mpana wa serikali ya Samia Suluhu kudhoofisha nguvu ya chama kikuu cha upinzani nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Tukio la kukamatwa kwa Heche limeibua hisia kali ndani ya Chadema na katika duru za kisiasa za Afrika Mashariki, ikionekana kama mwendelezo wa matukio ya ukandamizaji wa kisiasa yaliyoshuhudiwa nchini humo tangu enzi za utawala wa awali. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na mawakili wa chama hicho, Heche alikamatwa akiwa njiani kuelekea Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam, ambako alikuwa anatarajiwa kushiriki kikao cha kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Hata hivyo, badala ya kufikishwa mahakamani, Heche alipelekwa chini ya ulinzi mkali hadi mkoani Mara, ambako anadaiwa kufunguliwa mashtaka mengine mapya. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi zilizotolewa na vyombo vya dola kueleza mashtaka hayo ni yapi, hali iliyoibua sintofahamu kubwa miongoni mwa wanachama wa Chadema na wafuasi wa demokrasia nchini. Mawakili wa Heche waliripoti kuwa walipata wakati mgumu kujua alikopelekwa mwanasiasa huyo kwa zaidi ya saa 12, na ni jambo lilozua hofu kuwa huenda amezuiliwa kinyume cha sheria. Tukio hili limeonekana kama uvunjiaji wa haki za kimsingi za binadamu, hasa haki ya mtuhumiwa kujulishwa mashtaka yake kwa wakati na kupata msaada wa kisheria. Wachambuzi wa masuala ya siasa na haki wanasema hatua hii inaonyesha wazi jinsi serikali inavyotumia taasisi za usalama na sheria katika silaha za kisiasa. Wengine wanadai kuwa hii ni sehemu ya mkakati wa muda mrefu wa Rais Samia Suluhu kuwa nguvu ya upinzani wa Chadema kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Kwa miaka mitatu iliyopita, Heche amekuwa mmoja wa viongozi wachache wa upinzani wanaoonekana kuzungumza kwa uwazi dhidi ya utawala wa sasa. Ameshuhudia mara kadhaa akipinga sera za serikali, hususan katika maeneo yanayohusu matumizi ya fedha za umma, haki za wananchi na uhuru wa vyombo vya habari. Mwaka 2023 Heche aliingia katika mgogoro mkali na serikali baada ya kukosoa hatua ya serikali kuidhinisha miradi mikubwa ya kiuchumi bila ushirikishwaji wa wananchi. Alisisitiza kuwa miradi hiyo ilikuwa imewanufaisha wachache wenye mamlaka, huku wananchi wa kawaida wakiendelea kuumia kutokana na kodi ya bei ya juu ya bidhaa muhimu. Tukio hilo lilimfanya kuitwa na polisi kwa mahojiano, lakini baadaye aliachiliwa kwa dhamana. Mwaka uliofuata 2024, Heche alizua mjadala mwingine mkubwa baada ya kutoa matamshi mazito kuhusu hali ya demokrasia nchini. Katika mkutano wa hadhara mkoani Mwanza, alieleza kuwa vyama vya upinzani havina nafasi sawa ya kisiasa, akitaja kuwa Tanzania imeendelea kutawaliwa kwa hofu badala ya mazungumzo. Kauli hii ilimfanya kukosolewa vikali na viongozi wa CCM, huku baadhi ya wabunge wa chama tawala wakimtaja kama mchochezi wa ghasia. Wachambuzi wa siasa wameeleza kuwa Heche amekuwa mwiba mkubwa wa serikali ya Samia kutokana na umaarufu wake katika kanda ya Ziwa Victoria, ambako Chadema ina wafuasi wengi. Mara kadhaa amehusishwa na kampeni za siri za chama hicho zenye lengo la kuimarisha ushawishi wa upinzani katika majimbo yaliyokuwa ngome ya CCM kwa miongo kadhaa. Kwa upande mwingine, tukio hili la Heche linakuja wakati chama hicho bado kipo kwenye mchakato wa kisheria unaomkabili mwenyekiti wake Tundu Lissu, ambaye anakabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini. Kesi ya Lissu imekuwa ikivutia macho ya dunia kutokana na historia yake ndefu ya kupambana na mamlaka, na tangu alipokuwa mbunge wa Singida Mashariki hadi kufukuzwa bungeni mwaka 2017.
Tundu Lissu ambaye alinusurika jaribio la kuoa mwaka huo jijini Dodoma alirejea nchini mwaka 2020 baada ya matibabu ya muda mrefu nchini Ubelgiji. Baada ya kurejea alitangaza azma kuendelea na siasa, akijipambanua kama sauti ya mwananchi ambaye anataka mabadiliko. Hata hivyo, safari yake ya kisiasa imekuwa ikikumbwa na misukosuko, ikiwemo kuzuiwa kushiriki mikutano kadhaa ya hadhara, kushambuliwa na kundi la watu wasiojulikana, na sasa kesi ya uhaini inayomwandama. Kesi hii imekuwa ikiahirishwa mara kwa mara, huku mawakili wa Chadema wakilalamikia kile wanachokiita kesi ya kisiasa isiyo na msingi wa kisheria. Lissu amekuwa akidai kuwa kesi hiyo inalenga kumtisha ili anyamaze, hasa katika kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu. Wachambuzi wanahusisha kesi hiyo na harakati zake za kutaka mageuzi ya katiba na uhuru wa vyombo vya habari, na ni mambo ambayo yamekuwa yakipingwa kwa nguvu na serikali ya sasa. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo vya karibu na Chadema, kukamatwa kwa Heche kulihusishwa moja kwa moja na uhusiano wake wa karibu na Lissu. Heche amekuwa miongoni mwa viongozi wachache waliokuwa wakihudhuria kila kikao cha kesi ya Lissu na kutoa msaada wa kisheria na kisiasa kwa mwenyekiti wake. Wengi wanaamini kwamba hatua ya kumkamata Heche ni njia ya kuwatenga viongozi wawili na kudhoofisha uongozi wa juu wa chama. Vile wanasema kuwa wakati alizuiliwa kuingia nchini Kenya, idara ya uhamaji ilisema kuwa Heche alikuwa amevunja sheria za Tanzania, kwamba alitaka kuvuka nchini Kenya bila stakabadhi maalum, na hiyo itakuwa ni jambo la pili ambalo lilifanya John Heche kukamatwa. Ripoti zaidi zinaeleza kuwa Heche alikamatwa kwa madai uchochezi wa kisiasa kutokana na hotuba aliyotoa hivi karibuni jijini Arusha, ambako alizungumzia kile alichokitaja kama ubaguzi wa kisiasa katika uteuzi wa tume ya uchaguzi. Serikali inadaiwa kutafsiri hotuba hiyo kama jaribio la kuhamasisha maandamano ya wananchi, na ni jambo lililotajwa kuwa kinyume cha sheria za usalama wa taifa. Na wakati tukio hili likiendelea kuibua gumzo, viongozi wa Chadema wamesema kuwa huu ni mpango wa moja kwa moja kutoka kwa serikali ya Rais Samia Suluhu kudhoofisha chama hicho. Wanadai kwamba mpango huu ni wa kimkakati, ukiwalenga viongozi wakuu wa chama akiwemo Tundu Lissu, John Heche na Freeman Mbowe, ili kuvuruga nguvu ya kisiasa ya upinzani kuelekea uchaguzi wa mwaka huu. Taarifa hizo zimeungwa mkono na wachambuzi wa kisiasa kutoka vyuo vikuu vya ndani ya nchi, ambao wanasema hatua za hivi karibuni kama vile kuongezeka kwa kesi za kisiasa, kufungwa kwa mikutano ya hadhara na ukamataji wa wanasiasa wa upinzani ni viashiria vya serikali kutokana na upinzani wenye nguvu. Mwanasiasa huyo kijana anayejulikana kwa ufasaha wake wa kisiasa na umahiri wa kuzungumza kwa hoja amekuwa akionekana kama tishio kwa uongozi wa chama tawala CCM katika maeneo mengi ya kanda ya Ziwa. Mara kadhaa ametoa wito wa mageuzi ya kikatiba, akisisitiza haja ya kuwa na tume huru ya uchaguzi na uwazi katika matumizi ya fedha za umma. Kwa sasa taarifa zinaonyesha kuwa Heche amezuiliwa kwa mahojiano zaidi katika kituo maalum cha polisi mjini Msoma mkoani Mara. Wanasheria wa Chadema wameeleza kuwa bado hawajapewa hati rasmi ya mashtaka, lakini wamesisitiza kuwa wako tayari kupambana kisheria hadi mwisho. Na katika mitandao ya kijamii, tukio hili limeibua hasira na mjadala mkali. Wafuasi wa Chadema na wanaharakati wa haki za binadamu wamekuwa wakitoa wito kwa serikali kufungua nafasi ya mazungumzo ya kitaifa ili kurejesha imani ya wananchi katika taasisi za sheria na demokrasia. Kwa mtazamo wa wachambuzi wengi, hatua hii ya kumkamata Heche imechukuliwa kama mkakati wa kisiasa wa Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kuwa chama cha Chadema kinasambaratika kabla ya uchaguzi mkuu. Wanasema kuwa serikali inataka kuvuruga uongozi wa chama hicho kwa kulenga watu muhimu wenye ushawishi mkubwa, huku ikiwatisha wale wanaoonyesha nia ya kuwania urais au nafasi za juu katika uchaguzi ujao. Sababu kuu ya kukamatwa kwa Heche, kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na vyombo vya usalama, ni madai ya uchochezi wa kisiasa na kuandaa mkutano ama mikutano isiyoidhinishwa.
Hata hivyo, viongozi wa Chadema na wadau wa haki za binadamu wanasema mashtaka hayo ni ya kubuniwa na yanalenga kumvua nguvu kisiasa ili kuzuia ushawishi wake ndani ya chama. Hali inavyosimama sasa, upinzani nchini Tanzania unaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa, huku matukio kama haya yakitafsiriwa kama jaribio la kufifisha demokrasia na kuua upinzani wa kweli. Na hayo ndiyo yanayoendelea kutikisa siasa za Tanzania, taifa linaloelekea katika uchaguzi wa kihistoria, huku kivuli cha hofu, ukandamizaji na vita vya kisiasa vikizidi kutanda. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwa John Heche na Tundu Lissu, wawili wanaoonekana kuwa nguzo kuu za upinzani wa kweli nchini humo. Endelea kufuatilia Kenyascope kwa taarifa zaidi za kina kuhusu mustakabali wa siasa za Afrika Mashariki na yale ambayo vyombo vingine havisemi. Kumbuka kusubscribe, kulike na vilevile kushare video hii ili tuweze kufikia wote ambao pengine hawajajua kwamba tushaleta habari hapa moto moto.